Mtazamaji, karibu sasa katika mada yetu kwa asubuhi ya leo, na tayari niko naye hapa Katibu Mkuu Ridhaa Tanzania Bwana Suleiman Nyambui pamoja na Makore Mashaga. Huyu ni Katibu Mkuu wa Shirikisho la Ngumi za Ridhaa hapa nchini Tanzania. Na asubuhi ya leo tutatazama maandalizi ya vyama mbalimbali vya michezo nchini kuelekea michuano ya Africa All African Games. Na tukikumbuka tu kwa mara ya 11 sasa Tanzania itakuwa inashiriki katika mashindano haya, ambapo kwa mara ya mwisho iliweza kufanya vizuri tangu miaka ile ya 1965. Mpaka sasa tumekuwa tukipata matokeo mabaya, lakini tutaweza kutazama ni nini hasa sababu ya sisi kupata matokeo haya hasi. Mara nyingi tunakuwa tunashiriki lakini hatujaenda kushindana. Nikianza kwako, nini hasa kinatupelekea kupata matokeo haya? Kwanza napenda kushukuru kwa kuwa leo umetuleta watu ambao ni kwamba ni michezo ambayo ilikuwa inaleta sifa Tanzania kwa michezo yote mbalimbali ya Olimpiki, ya Afrika, ya Jumuiya ya Madola. Kwa sababu mchezo wa riadha na ngumi ndio mchezo ambao kawaida ndio ulikuwa unaletea sifa Tanzania wakati ule ulivyotaja miaka 60 70. Lakini sasa hivi mfumo tulikuwa tunaenda nao zamani mpaka tuletee sifa hiyo. Kwa sababu tulikuwa kama mapacha, kwamba usipopata ngumi riadha imepata, kama ngumi isipopata nani ngumi imepata. Ndio tulikuwa tunafanya vile, na hiyo inatokana kwamba tulikuwa na mwitikio, utashi wa taifa. Wakati huo utashi wa taifa ulikuwa na nia ya ushindi. Ndivyo ilivyokuwa zamani, kwa sababu michezo ilikuwa inaandaliwa tangu vijijini, wilayani na kuja mpaka taifa. Kwa sherehe zote hizo, kama sherehe iliyomalizika juzi, ilikuwa inaanzia tangu vijijini wanafanya mpaka inakuja kufanyika kitaifa. Michezo yote ngumi namna gani. Sasa hapo kila mtu atakuwa anajua kwamba sherehe fulani itafika, ngoja nijiandae ni nani. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na nani. Sasa hivi hiyo vitu vya namna hivi havipo. Tumeachiwa vyama, na vyama vitu vilivyoachiwa pia hatuna uwezo wa kifedha wa kuweza kuandaa, kwa sababu kila kitu kinahitaji fedha na mipango. Mipango unaweza kuitengeneza, lakini ukiwa sio na fedha itabaki kwenye makaratasi peke yake. Na tukija kwa upande wako, tumekuwa tukipata matokeo ambayo ni hasi sana kwa nyakati hizi, lakini zamani tulitolewa kimasomaso na kina Philbert Bayi. Hatujaweza kumpata mwingine tena kwa kiwango kile. Tunawasikia wenzetu tu wa Kenya wanafanya vizuri, tunawasikia na mataifa mengine. Sasa amezungumza mzee hapa kuhusiana na swala la kuachiwa vyama. Je, vyama nyinyi wenyewe mliwahi kufikiri kubuni labda programu ambazo zingeweza kushirikisha wananchi katika kuhamasisha waweze kuchangia na wao ili muweze kupeleka michezo mbele? Nachoweza kusema vyama tunajitahidi, tunafanya kila tuwezalo, na ndio maana wakilishi wa mashindano katika vyama vya michezo na kuepo. Maana vyama pamoja na kwamba kuna matatizo mengi, lakini tunapata wakilishi kwenye mashindano makubwa kama ya Olimpiki, mashindano kama ya All African Game tunakwenda kushiriki, mashindano kama ya Commonwealth Game. Lakini pia nikirudi sababu za msingi ambazo zimefanya ushiriki wa Tanzania sasa hivi kwenye mashindano mbalimbali usio watija kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, sababu mpaka miaka 80 tumekuwa tukifanya vizuri sisi watu wa boxing na wenzetu waliaza. Sababu zipo nyingi, lakini ya msingi kuna ile swala la ubinafsishaji wa mashirika ya umma. Pia ni sababu ya msingi sana iliyofanya mchezo kadorola. Utakumbuka miaka hiyo ya nyuma mashirika mengi ya umma yalikuwa na timu zao, timu za riadha, timu za boxing. Zilikuwa zinaleta changamoto kubwa sana ya kuleta ushindani mkubwa, kwa sababu wao kama mashirika yale yalikuwa yanaandaa wachezaji wao, na katika kuandaa wao kama wao walikuwa wanataka mashirika yao yashinde katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Sasa ile kuandaa tu timu kwenye mashirika ilikuwa inafanya wachezaji wanaandaliwa kwa uzuri unaotakiwa. Wakija kwenye mashindano mbalimbali ya taifa, yao ya ngumi, yao ya riadha, wanakuwa washakuwa katika standard ambayo ni nzuri, hata ukiwapeleka kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa wanafanya vizuri. Sasa ilipofika swala zima la ubinafsishaji, kitu cha kwanza kuondolewa ni wana michezo katika mashirika mengi. Tutolea mfano Bandari walikuwa ni timu za ngumi na riadha, Sigara, mashirika mengi yalikuwa na timu. Kwa namna moja ama nyingine ndio sababu kubwa ambayo ukiangalia kimsingi imesababisha kwamba mchezo dororo. Lakini kitu kingine, mimi nadhani na wewe ni Mtanzania, kuna vitu ambavyo vimepewa kipaumbele katika hii serikali. Kumaanisha kitu kama elimu, afya, ni vitu ambavyo vimepewa kipaumbele katika hii serikali ya Tanzania. Lakini kitu kama michezo hakijapewa kipaumbele, ni vitu ambavyo viko chini. Sasa
Ni kwa namna gani unasema serikali imetoa vipaumbele kwenye mambo mengine na si michezo, lakini tuna wizara ya michezo? Kuna wizara, lakini hata ukiangalia bajeti inayokwenda katika wizara mbalimbali, wizara ya michezo bajeti yake ni ndogo sana. Inatoka kwa swala zima la naweza kusema ni maendeleo, kwamba kuwalipa mishahara wale wafanyakazi wa wizara, lakini maendeleo ya vyama, kusema kusaidia vyama vya michezo, kusaidia na michezo, hiyo kitu hakipo. Sasa pia ni tatizo la msingi ambalo linatakiwa watu waangalie. Taifa liwezi likaendelea kimichezo, au wana michezo wa taifa kama la Tanzania ni vigumu sana kuendelea kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa kwa mfumo kama huu, kwa sababu vyama ambavyo havina ruzuku yoyote kutoka serikalini, lakini inatakiwa viandae timu kwenda kushiriki mashindano kama hayo. Kwa ubunifu tu, kwa akili au kwa kujitolea kwa kile tulichonacho, ni tatizo la msingi ambalo linatakiwa liangaliwe, na bila kuliangalia kwa umakini unaotakiwa, bado ushiriki wa Tanzania utakuwa sio mzuri, na bado tutakuwa tunalaumu vyama vya michezo ambavyo kwa namna moja ama nyingine inatakiwa vipongezwe sana kwa jitihada zinazofanya mpaka tutapata wawakilishi katika michezo kama hiyo All African Game, kwa sababu ni muhimu taifa kama la Tanzania tungane na mataifa mengine katika michezo kama hivyo. Lakini vyama hivi visivyokuwa na ruzuku vinajitahidi, tunapata wawakilishi wa kwenda kwenye hayo mashindano. Mimi nadhani pia kwa upande sisi wa ngumi, zamani kulikuwa na community center karibia katika miji mingi. Hapa Dar es Salaam nakumbuka Anatoglo, Temeke, Magomeni. Ziko zinasaidia sana kuwainua vijana, lakini alitokea tu mtu zile akazibadili matumizi bila kujali kwamba michezo pia ni kitu cha msingi sana katika taifa. Vitu kama hivyo ndio vinafanya. Hiyo miaka ya nyuma unajua community center zilikuwepo na vijana wengi walikuwa wanashiriki michezo ya ndani kama ngumi nini. Kwa tunakwenda pale kufanya mazoezi na kujiweka fiti. Lakini vitu kama hivyo mtu akaamua kavitoa. Miaka ya nyuma ilikuwepo, nadhani vitu ambavyo vilikuwa vinachangia Tanzania inafanya vizuri. Sasa kwa vitu kama hivyo vitatu mimi naona ni vya msingi sana ambavyo vinafanya wakilishi wa sasa hivi unakuwa ni sio wenye tija, kwa maana kwamba tunakwenda tunashindana tunajitahidi lakini hatupati ushindi kama ilivyokuwa huko nyuma. Na baada ya kuweza kuvitambua vitu vyote hivyo, sasa wewe binafsi kama mwanamichezo ambaye una damu ya kimichezo, umejaribu kwanza kufanya kitu gani kuhakikisha yale mambo yanarejea na mnakwenda mbele? Tumeshafanya jitihada nyingi, kwa sababu mara nyingi wizara inajitahidi. Mimi wizara ya michezo sioni kama ina ubaya, lakini nayo inajitahidi kwa kile inachokiweza, lakini inakuwa ni ngumu kwa sababu maamuzi wao kama kutoa maamuzi ya nchi inakuwa sio wao, kwa sababu wizara zinakuwa ni nyingi na kila wizara inaona yenyewe ndio bora zaidi ya wizara nyingine. Sasa sisi kama sisi huwa tunajitahidi kwa tushaandika, tushakaa na wizara ya michezo, haya anayosema leo tushayasema sana wakati tunakuwa na vikao mbalimbali na nani. Sasa ni swala ambalo linataka maamuzi ya sijui nitumie lugha gani, maamuzi ambayo ni mazito, kwamba michezo nayo ipewe kipaumbele na haki za msingi za wanamichezo ziwafikie wale ambao wanaotakiwa, nikimaanisha kwamba ruzuku kama vinavyopewa vyama vya siasa na vyama vya michezo nao vipewe, lakini vile viwanja, nikitolea mfano Anatoglo ile mkoloni alikuwa na akili sana kujenga kwamba michezo ya ndani ifanyikie kule, lakini mtu akaamua tu sijui nani akaamua akawapatia wafanya biashara, tena ukiangalia ni benki binafsi ambazo zinafanyia pale biashara zao. Sasa vitu kama hivyo pia haki ya wana michezo irudishwe, kwamba vitu ambavyo vilikuwa vimeandaliwa, viwanja ambavyo vilikuwa vimeandaliwa kwa ajili ya michezo ya ndani vibakie kwa kwa wana michezo. Hizi community center zibakie kwa wana michezo, kwamba wao wanaenda pale jioni wanafanya mazoezi na wataweka afya zao nzuri wana michezo. Maendeleo yatakuwepo. Bwana Nyambui, tunasikia baadhi ya wachambuzi wa masuala ya michezo, wao wanasema pia hata swala la kuweka kambi za muda mrefu pia imekuwa ni changamoto. Hapa tumesalia na miezi 8 kufika katika hii michuano ya All African Game, lakini mpaka sasa wanasema swala la kambi bado linasuasua, kambi zinakuwa zile za zimamoto. Hili nalo haulioni kama ni changamoto? Kama alivyosema ndugu yangu, nilivyotangulia kusema mimi, utashi wa kitaifa haupo wa kutaka kuleta ushindi katika taifa letu. Kwanza utashi kitaifa nikiwa na maana sio sisi tuliokaa hapa, taki viongozi wa ngazi ya juu mpaka chini wakiwa sasa tunahitaji utashi wa ushindi ndio tutafanisha. Tukiongelea utashi ule inaongelea mambo ya viwanja alivyoongea, maandalizi ya michezo, kila sehemu. Nchi yote ukiona kama ni hai kwenye michezo, utaangalia kwenye viwanja,
utaangalia kwenye vifaa, ukiingia tu utajua kwamba nchi hii iko hai kwenye michezo. Lakini sasa hivi sisi ukiangalia tuko wafu. Ni wafu kabisa. Hata ukitoka nje, ukiangalia nje, utoke nje ukuti sehemu open space ambayo imetunzwa vizuri, watu wanaenda kupumzika kufanya mazoezi. Chanzo cha kujua mtoto mwenye kipaji wa aina yoyote utaona kwenye parki ziko wazi, mtu anaenda, wewe unachukua watoto wako unaenda kucheza nao kila siku, unaona mtoto anafanya, mtu anakuja na mtoto inawezekana atakuwa mzuri mchezaji mpira anaendeleza. Sisi sasa hivi kama shirikisho la riadha tumejitahidi kuomba kwa wadhamini wa kambi imeanza iko Mburu sasa hivi. Ina wachezaji 18 na walimu 3 wako huko Mburu sasa wanafanya mazoezi. Lakini yote tunajitahidi kwa kuomba na kuja kwa ndugu Azam hapa tusaidie kwa kidogo, usaidie maji, haya chukueni katoni 20, katoni 200, pelekeni kwa wachezaji. Ndio imebaki hivyo. Unaona? Sisi Wajita tuna usemi kwamba ukitaka kujaza kiganja chako nyama, uwa kuku wako au uwa ng'ombe wako ili ujaze kiganja ukale ukashibe. Lakini ya kuomba hata siku moja hutajaza kiganja. Sasa sisi wa Tanzania kama taifa linangojea tunatuachia sisi eti muombeni udhamini. Na pale napokwenda kuomba udhamini, boxing inaenda pale, basketball inaenda pale, yani ni wote tunaangalia sehemu moja. Na kubaliana ndugu yangu alipoona kwamba uwaji wa mashirika ya umma na vitu vile. Kuwa mashirika sio sababu. Lakini ingekuwa ni utashi wa nchi kwamba tunahitaji hata mchezaji akija kuchukua sehemu hiyo anaambia bwana, priority ya kwanza lazima uwe na timu ya riadha. Kama una timu, support programu hii. Kwa sababu hili ni taifa la Tanzania na wale wanafanya Tanzania hapa hata angekuwa ni mtu ametoka wapi, mnampa masharti kwamba fanya hivi na hivi. Lakini sisi haya hatupo. Mimi nakumbuka nilikuwa na mzungu mmoja na safari nao, anafanya kampeni moja kubwa hapa. Anasema sisi tukiwaambia kwamba kuendesha mchezo mmoja hela tunayotoa nikasema ni kama tone la blue kimwaga kwenye bahari ya ziwa kama ziwa. Anatoka huko anafanya kazi huko ziwa Victoria. Anasema kama unaondosha blue mwenye maji wala uone kama blue hiyo imeonekana. Anasema ni mipango tu ya nchi yenu tu ikisema watu saini. Ni kitu rahisi. Sasa hiyo ndio maana taifa halina utashi wa kutaka nchi iwe wanamchezo kama ilivyokuwa miaka 70 tulivyokuwa tunacheza. Nchi ilikuwa na utashi, ilikuwa na gharamia, timu inakaa kempu, inafanya mazoezi, wanasafiri kwenda kushindana, tunaenda Sweden, nchi unashirikana wa mataifa mbalimbali, tunaenda kushindana kule. Ndio maana tukaleta ushindi, tukaonekana katika. Ndio juzi Mkenya mmoja amesema, kiongozi mmoja mkubwa wa Kenya asema, ninashangaa Kenya wameingiwa, Tanzania imeingiwa na mdudu gani? Wanatoa tumeingiwa na mdudu gani? Kiasi kwamba sisi tulikuwa tunaogopa Tanzania na tulikuwa tunajifunza michezo kutoka Tanzania.